Simba ni mgonjwa aliyezidiwa anayeambiwa kapona. Simba? Mgonjwa aliyezidiwa anayeambiwa kapona kwa sababu ukitaka kurudi kwenye namba, ukitaka kurudi kwenye ufanisi, acha ako kakipengele kao ako kakuita waamuzi yako. Ako ndo katakuwa tujifiche hapa pana. Wanatakiwa wafanye tathmini yao ya jumla ya miaka 5 yote. Wao sisi hatukupata ubingwa kwa sababu si waamuzi. Waamuzi wapi bwana? Waamuzi wapi? Waamuzi wapi? Sisi waamuzi ni kadhia ya ligi nzima hii. Tatizo la waamuzi mpaka rais wa TFF Wallace Karia anajua. Nani sijua waamuzi wameumiza kila timu. Wameumiza timu ndogo mpaka timu kubwa na timu kubwa kupitia timu ndogo. Wote wamenufaika na makosa ya waamuzi. Na wote wameathiriwa na makosa ya waamuzi. Hiyo ni hoja nyepesi sana kwa jambo kubwa. Wanatakiwa viongozi wajibu mambo haya. Kwa nini mshindwa kutengenezea timu ya ushindani dhidi ya Yanga na tajiri kiongozi pale? Mohamed Dewji. Kutafuta vixigo sisi bora sana kimataifa msimu huu mlifanya nini? Tumeshia makundi yao. Kwa hiyo wakati mwingine mgonjwa kumwambia mzima wakati anaumwa ni namna nyingine ya kumuongezea ugonjwa. Hapa wanaendelea kujiongezea ugonjwa kwanza kupitia makundi mbalimbali ya wachambuzi. Tuzisaidie hizi timu zikiwa na kasoro. Msimu uliopita kasoro zote ambazo tulikuwa tunazisema za Yanga ndio wametumia kuwashinda Simba ubingwa. Tukamwambia wanacheza bavu haraka wakaleta kina Okelo. Hao wameleta namba. Kwa sababu leo Okelo ndio usajili bora wa dirisha dogo kuliko hata waliofanya Yanga na Simba. Wa Simba. Okelo ni bora kuliko Chama, kuliko Adisati Baula nani? Si numbers wanapenda namba. Kafanya makubwa kuliko wao. Tafsiri yake ni kwamba hata dirisha dogo Yanga wamefanya vizuri kuliko Simba. Sasa shida ya kinachofanyika Simba. Na wakija kugundua Simba watakuja kuwacharaza viboko viongozi wao kwamba muda mwingi wanawageuza wao kama mazuzu. Ni kuwatafutia visa, vituko. Wote mpaka wasemaji wao wanatumika kufanya vituko na timu. Timu haijafanya vizuri msimu huu. Timu imepitia changamoto msimu huu. Timu haina makubwa msimu huu. Tengenezeni mapungufu yake myarekebishe. Yanga hao wamesimama sasa hivi. Unajua msimu ujao kikosi chao kitakuwaje? Kikosi kijacho cha Young Africans kwa mujibu wa usajili wanaokwenda kufanya ni Mnazi na Togwa. Mnazi na Togwa. Kama unakuwa kwenye timu. Leo tunavyozungumza msimu ujao Yanga. Dickson Job yupo. Bakri yupo. Ibra Baka yupo. Mzize yupo. Azizi yupo. Okero yupo. Pakome yupo. Maxi yupo. Unanielewa vema? Mudathiri yupo. Shabalala yupo. Wataongeza na fullback mwingine. Wameongeza na winga mwingine. Wameongeza striker mwingine. Dube yupo. Unanielewa vema? Unanielewa? Wameongeza na kiungo mwingine. Unaona kwamba wao ni Mnazi kwenye Togwa. Hii Yanga hii ambayo mlikuwa kama pombe ya kindi, unajua sasa hivi Yanga ilikuwa pombe ya kindi. Povu jingi juu yenyewe iko nusu pipa. Kwa sababu msimu huu Yanga ilikuwa kama pombe ya kindi. Povu jingi juu yenyewe iko nusu pipa. Lakini hivyo imekwenda imemaliza msimu bingwa. Lakini safari ijayo Mnazi kwenye Togwa. Sasa haya ni mambo ambayo Simba wanatakiwa waiangalie Yanga. Kuna mtu nimesikia anaaminisha Simba eti wasiongeze kina seti hao wasiongezee watu hao. Kwa sababu ukiangalia Simba licha ya haya tunayosema lakini bado walikuwa wanacheza kama wanachambua pepeta. Bado walikuwa wanacheza kama wanachambua pepeta. Tunayosema wasilete masihara. Tunazungumza mapungufu ya timu kwa sababu wanachotaka hawa ni big game players, wachezaji wa mechi kubwa. Yanga wameanza kurudisha wachezaji wa mechi kubwa, wapo wanarudi. Nani sijua habari ya Mzizi? Kuna mechi ya mbele ya Mzizi ya NBC ipo hapa. Nani sijua habari ya Dickson Job? Nani sijua habari ya Azizi? Azizi ana mechi hapa ndani. Mchezaji wa kimataifa anakwenda Wydad anarudi. Na ukisema anarudi mbona hata Chama alienda alirudi. Wanaoji nini? Kwa hiyo wakati mwingine wanatakiwa timu yao wajenge. Lakini viongozi wanatumia muda mwingi kujijenga kwa kutafuta ubaya nje. Ndio viongozi wa mpira tulikuwa na kwenye nchi. Wanakaa waamuzi si timu bora ingekuwa pelcheni kudanganya watu. Wakae wazungumze kweli na mnapokosolewa jifunzeni kuwa stahimilivu. Wachambuzi wote tukiwemo na sisi tumetumia dirisha dogo kuisema Yanga kumbe sisi ndio tunawafungua wajirekebishe. Kuna wasema wanajipanga. Tunawasema na ukiwasema Yanga wala kuna Harris walivyo wanachukua clip wanaenda kuonyesha wachezaji kamili. Mnaona jamani? Mnaona tunavyosema huko jamani? Wale ni wahuni wajanja sana. Ukisema ukiwakosoa wanaonyeshana kamili. Mnaona jamani? Mudathiri unaona hii? Na wakiona wale sio unawakatisha tamaa, unawatia hasira. Lakini sasa hivi Simba wanaaminishwa na timu nzuri, hawataki kusajili. Wasajili timu inacheza kama watu wanachambua pepeta. Bado ukitaka kujua haya nayo yasema, angalia score sheet ya ligi ya msimu huu.
Katika score sheet wafungaji 10. Yanga Africans wana wafungaji 3 wana magoli 52. Yanga Africans yao. Simba wana wafungaji 2, 9 kwa 8 wana magoli 17. Chama na yule nani huyo? Wao mfungaji wao mwenye goli nyingi sasa hivi ni huyu. Mwalimu. Ana goli 9. Sasa goli 9 kwa goli za Pacome. 14 za Okelo. Dube unajua idadi yake ya goli. Mudathiri unajua idadi yao ya goli. Wao attacking length eneo la ushambuliaji ina goli 52. Wewe una goli 17. Alafu tukikaa wachambuzi tunaanza kuaminisha watu eti hii timu hii nzuri kweli ina perform. Nyinyi mnawaponza hawa nyinyi. Simba mnawaponza wachambuzi, mnawaponza Simba. Mnawaponza Simba. Mnasema sisi tunaipendelea Yanga, sio tunaipendelea. Nyinyi mnawaponza Simba. Simba waboreshe timu yao. Ule uchezaji wao ni kuandaa pepeta. Timu isicheze kama inaandaa pepeta. Wanawaponza hawa Simba mashambuzi. Na watusikilize tunaojaribu kuwaambia yale matatizo yaliyokuwepo. Matatizo yaliyokuwepo watengeneze timu shina. Wewe una striker. Wachezaji wanacheza kama wanapukuta chemli. Unawezaje kupata huo ubingwa ambao uko wazi? Na mkiambiwa kukasirika kutukana. Endeleeni hivyo hivyo. Wanaenda ubingwa wa 6. Tena hakuna ubingwa wao mwepesi kama msimu ujao. Mapungufu yote wameyafanyia kazi. Huko muda mnatumia kwa kosoa watoto wakada dhalilika. Kila mwisho wa msimu ukifika mnaanza kushambuliwa. Sasa hivi wanaanza kuangalia nani kasema nimesikia. Unachukua clip tunamsingizia yule chuma samjua. Chuma cha Mjerumani. Yaani baada ya kukaa kutekeleza timu, muambizane mna mpango gani na finali mnaangalia chuma cha Mjerumani. Mna mechi na Azam nyingine inakuja. Hawajafocus na mechi inayofuata wanafuata. Kwa sababu kila msimu ukisha Ahmed ni mtu wa kuandika nyaraka za matumaini. Kila msimu ukisha Ahmed tangu kama msemaji wa Simba anaandika nyaraka za matumaini. Bado wako na safari ya matumaini. Msimu wa 5 masafari ya matumaini. Kwa Ahmed aache ajifunze kwa nini wanaumia kuandika nyaraka za matumaini. Kila msimu ukisha yeye ni mtu wa safari ya matumaini. Ile wakati wa marehemu Lowassa. Safari ya matumaini. Sasa wasijenge timu ya safari ya matumaini. Wajenge timu yao. Hawa Yanga Africans wako kwenye sayari yao hawa. Msidanganywe na wakosoaji ambao wakati mwingine wanakosoa chuki. So, hawa vijana wakina Harris president yule, wakina Arafati wale na ile kamati yao utendaji ambao kampeni yao ilikuwa jana Isamuyo. Wale kamati yao kina Ngai wale unawatoaje kwenye uongozi? Kampeni yao wameifanya Isamuyo jana. Wamechukua peni ubingwa sasa hivi uwanja wanapiga pia mavifusi pale unakaa kalia kosi Ilala umeona kule. Unadhani wale unawatoaje kwenye uongozi? Kwa hiyo wakati mwingine wajifunze. Na tukisema mtakuwa mnatukana tunawaambia ni matatizo yenu. Sasa sisi sio watabiri. Wakati mwingine tunajaribu kusema mapungufu ambao wako nao hawa watu. Nimesikia baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema ubingwa wao bado ni wa kwao na wanasema wanatakiwa waende kasi kwa ajili ya kushtaki ili wapewe goli lao walio nyuma pale Zanzibar. Pengine kwa kweli unazungumzaje? Viongozi wa Simba wanatakiwa wasikiliza mashabiki wa Simba. Hata marehemu watu wanamzungumza kama mzima, hapa angekuwepo marehemu hapa. Yaani Simba ubingwa wanazungumzia kama marehemu akiwa mzima. Hapa marehemu hapa angekuwepo hapa. Marehemu hapa angekuwepo. Hiyo si kwa lugha ambayo itawasaidia. Bado wako kwenye shida kubwa. Na nilishasema mimi mara kadhaa kwamba Simba interchange ya Kijazi kwa Usekenke. Umeelewa vizuri? Simba interchange ya Kijazi pale Ubungo kwa Usekenke mlima. Kwenye ubingwa. Interchange ya Kijazi pale Ubungo Simba kwa Usekenke. Kama watakuwa hawana mipango ambayo wataifanya timu yao iende sawa sawa. Kama wataendelea mipango ya kutengeneza watu ambao wanatengeneza uongo. Hawana umoja hao. Nani asiyejua? Hawajajenga timu ya ushindani wanataka kufanya Yanga eti ndio wanawatengenezea hujuma. Hivi wewe, hivi timu bora inakuwa wapi? Si kiwanjani tutengeneza watu. Yaani Simba wewe na watu wanapiga migoli ya kutosha pale Yanga watakuwa na ujanja. Mechi ya juzi hao wameanza wao. Mechi ngoma imejimaliza wenyewe Samuyo. Umeanza wanashinda goli 2 watu wamerudisha. Sasa unamlaumu nani? Hao Yanga ndio walinyimwa penalti. Afanya sasa 3 kule umefunga wewe na yeye angepata penalti hapa. Si tayari nimemaliza. Tusimjadili marehemu kama angekuwepo. Marehemu kashazikwa anakwenda kuzikwa atasubiri azikwe. Sasa mjadala wa Simba ubingwa ulikuwa wetu ni marehemu kama angekuwepo. Lakini kwa kiwango gani? Na kwa nini watu hamtaki ukweli? Hebu ishini kwenye ukweli. Tuambie hawa mapungufu yao tuwasaidie. Tukisema mapungufu yao wanakuita chawa. Sasa huyu anayekufurahisha wewe ambaye kwako unamuona kama mende, maana mende si ndio anakumbatia kwenye kitanda. Kwa watu ambao nyinyi hawakosoi kwenu mende. Watu wakiwaambia mnawaita chawa. Hii itakuumizeni. Msimu ujao mna msimu mgumu mno kwa sababu mmewafundisha Yanga udhaifu wao. Ile nyinyi mnataka kuaminisha uko vizuri. Watateseka msimu ujao. Nasema hapa.
watateseka msimu ujao. Wale watu wamekaa jana wamelia, ubingwa wa jana wamelia, habari nilikuwa nayo. Kalia Hersi na wenzake watateseka wale Simba msimu ujao. Hata kurudia hayo makosa. Unategemea nini sasa? Ndiko hivyo. Na pengine tupitie kidogo kwa siku ijayo ya mchezo waliocheza Yanga dhidi ya JKT. Wanasema baadhi ya mashabiki kwamba walikuwa kuna haja gani ya kupambana vile mpaka kuvunjika kwa miguu dhidi ya JKT? Nadhani tu ni makosa ya kimchezo wakati mwingine. Ndio imepelekea tumeona kile ambacho tumekiona kwa yule mchezaji bwana mdogo Twalib kumchezea makosa Pacome. Itoshe ni makosa ya kimchezo. Nafikiri yeye ni mchezaji anaona madhara aliyosababisha, na tusimshambulie sana kwa sababu kafanya makosa ya kimchezo na yanatokea duniani. Japo natamani kumuona kaomba radhi. Sijajua labda kwa sababu si mtu ambaye maarufu sana. Lazima tukao ameomba radhi. Wamemtambulisha kaomba radhi. Ndio ungwana. Sasa tutamfanya nini bwana mdogo afanye makosa? Ndio football ina makosa yake, na kubwa tu ni kumtakia heri Pacome na ajali aliyopata kimichezo. Mwenyezi Mungu afanye wepesi arudi, kwa sababu hao wenzetu hawa wakati si kazi zetu midomo au kazi zao na miguu yao kutafuta riziki. Acheni kuchezea timu zenu mnafurahi. Yaani sasa na bodaboda yako wewe na ofisi yako iliyopigwa kiyoyozi, nenda mguu wake unampa riziki na ndugu zake na watoto wake. Kama wewe unavyosifiwa ni askari, umeajiriwa, ndugu zako kaka mwanajeshi, kaka polisi, askari magereza, yeye ndio mwandaji mchezaji anatuletea riziki. Kwa Allah katugawanya sisi kutafuta riziki kwa njia mbalimbali. Wakati mwingine wenzetu wanapata madhira, tuombe heri. Kama ambavyo sisi wengine riziki zetu ni tasnia yetu. Mnatuona, mnatuchukia kwa kusema, mnatufurahia kwa kusema, basi ndio hivyo. Kwa hivyo wakati mwingine tusiombeane ajali. Mtu muungwana hamuombei mwenzake ajali. Mtu muungwana anapenda mwenzake atoke kwenye madhira. Ndio maana tunasema hata adui akiwa na madhira usifurahi. Tafsiri yake unajua? Wakati mwingine madhira ni mtihani Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Sasa hii ni kitu ambacho nadhani watu wa mpira wakione. Acha hawa mashabiki, mimi naita mashabiki watengeneza miemko. Unajua kwa sasa hivi tumejaliwa watu wanaotengeneza miemko. Ni mashabiki wako mpaka waandishi, mpaka wachambuzi watengeneza miemko. Hawa huwa wanakuepo tu na hatuwezi kuondoa. Bali dunia ndio imetumbia watu wote tuko nao. Lakini kwa kweli lazima tulione katika sura hiyo. Bodi hii kuna cha kujifunza katika msimu huu, pengine kuelekea msimu mwingine kuna kitu cha kurekebisha? Hapo mapungufu tunayo kwenye ligi. Mara kadhaa tumekuwa tukisema kwamba ligi yetu ina mapungufu, lakini kwa bahati mbaya tumekubali kuto kufanya uchunguzi kwenye yale ambayo yanatuchafua. Kwa mfano, yako mambo yanaendelea sasa hivi. Mimi sio muumini wa kuona timu haendi kukaa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Lakini pia mimi nataka nijue kwa nini timu zinakimbia chumba cha kubadilishia nguo. Kwa sasa hivi majibu ingekuwa kwa nini timu inakimbia chumba cha kubadilishia nguo. Ili tujue tatizo ni timu ama kuna mazingira magumu. Hiyo ndio kitu tunachotaka kufanywa kazi. Kwa hiyo wakati tuko nyuma tulikuwa tunatumiwa ligi yetu kwamba tunapuliziana dawa, hii nayo inaweza kuwa kama sehemu ya sababu. Kwa nini mtu akimbia chumba cha kubadilishia nguo? Huwa wanahofia nini? Kwa hiyo majibu ilikuwa ni kwa nini timu zinakimbia chumba cha kubadilishia nguo? Hata sisi waandishi wa habari kabla ya kuanza kusakiziana makosa, leta ushahidi. Hii sio mahakama. Tusaidie sababu zinazofanya kwa nini timu, kwani hamwezi kwenda kuwahoji Yanga anachokimbiza kwenye chumba cha kubadilishia nguo? Tutengeneze vitu ambavyo vinaweza kufanywa kazi na mamlaka vikasaidia, kwa sababu hata mamlaka na wao wakati mwingine wanaweza kutafuta vyombo vya uchunguzi kujua kwa nini timu zinakimbia vyombo vya kubadilishia nguo. Sio sheria tu, sheria hata ya kuua ipo, lakini watu wanaua. Sio wanaua watu kila siku. Mahakama zinapokea wauaji. Kwa nini sheria mauaji haipo? Kwa hiyo ukisema sheria lazima uingie huko, kama kuna sababu inawafanya wao wasiingie huko, hiyo haitokupeka. Sasa nini ambacho nataka kusema pengine ni wakati sasa wa kujiridhisha kuna kuwa na sababu gani ambayo timu inakimbia vyumba vya kubadilishia nguo. Kuna hila gani hizi timu zinapatiana? Kwa wakati nyinyi mnakubali kwamba mpira wetu si huu, kuna watu wanaotangaza mpira huu una mazinga ombwe. Na kuna timu zishatajwa hapa zinafanya hayo mazinga ombwe. Tena mpaka vyumba vya kubadilishia nguo. Tushakusema mpaka mechi za kimataifa hapa. Fedha tupo. Hivi vitu vifanywe kazi vilete majibu. Lakini sio hoja eti kukimbilia kutoa adhabu ya kukimbia kubadilishia nguo. Vyumba vya kubadilishia nguo kwa nini vitakimbiwa? Sasa sisi sote tunapua na macho tujue kwa nini timu zinakimbia vyumba kubadilishia nguo. Wageni washatusema hapa wanakuja mpaka na mapipa. Kama wanaua dawa za kulia wadudu, mapipa wanafungua ili mkitumba dawa zinyonywe na mapipa. Kwa hiyo hii ndio madhira ambayo yapo. Kwa hiyo wakati mwingine bodi ya ligi na wao tusiwatuhumu sana. Mazingira yetu sisi tunakubali uongo mchana, usiku tunajifanya tumelala. Unaona hicho kitu kilichokuwepo. Kwa nadhani hivyo ni vitu vya kuvitazama na vifanywe kazi. Maliza, unawaambia nini mashabiki wa Young Africans kuhusiana na uongozi wao wa Yanga? Yaani viongozi wa Yanga.
Mashabiki ambao wanafuata mkumbo tu, wanakisia maneno huko na huko, wakaenda huko. Uchaguzi wa Yanga ni kuwapima ujinga wa mashabiki. Uchaguzi wa Yanga ni kwenda kuwapima ujinga mashabiki. Huu uchaguzi wa Yanga huu ni kwenda kuwapima ujinga mashabiki. Ujinga ni kutokubaliana na ukweli wakati unaojua. Huu uchaguzi wa Yanga ni kwenda kuwapima ujinga mashabiki na kuwapima ujinga wanachama. Kwa uchaguzi wa Yanga ni kuwapima ujinga wanachama. Wana ujinga kiasi gani? Mtu aliyewapa vikombe mara 5 mfululizo, mwenyekiti na makamu wake, rais na makamu wake, ambao ndio wamemshawishi mwekezaji mnayemuimba kila siku GSM, mpaka watu wengine wanaamini timu zote za kwenu kwa sababu ya ubora wenu. Kamati yao utendaji waliosimama nayo miaka hii yote, hiki wanachokifanya watu wanataka kutafutia sababu ndogo, wakati wanawaambia Yanga ubingwa sio kitu. Simba ndio wanaosingizia Yanga huko kwamba wanajili na waamuzi. Kwani wao kudini waamuzi wameshindwa? Kuna mtu apendi kuwa bingwa? Sina wadili na waamuzi kama ni nyepesi. Sawa sawa. Sasa leo uchaguzi wa Yanga ni kwenda kupima ubingwa wa wanachama. Kama kweli wao haya yote kwao hayana thamani, ndio waende nimuone wale wakina Ngai, sio wakina nani, wanakuwa sio wajumbe wa bodi kamati tendaji. Uzuri President Kamile Hersi kabaki peke yake bila kupingwa hiyo. Na yule nani Arafat Alhaji kabaki peke yake. Kamati tendaji ndio wamejitokeza watu. Sasa wale ile ndio mikia yao. Yaani wache kiuno cha pweza ukate mikia. Yaani kwenda kuwabadilishia kamati ya utendaji ni kuacha kitu cha pweza. Na hii sio campaign, ni ukweli wa kuambia. Mnaenda kupima ujinga wanachama. Uongozi kubadilishana vijiti kwenye mahitaji. Mtu analeta matokeo, huwezi kumbadilisha. Mwalimu wa hesabu, watoto wanafaulu hesabu, ukampeleka mwalimu biolojia akafundisha hesabu. Ndio nikasema huu uchaguzi wa Young Africans ni kwenda kuwapima ujinga wanachama na mashabiki. Hizi furaha wanazozipata, kuna watu ndio hawalali, kuna watu ndio mnawatukana. Juzi siku kutokea tawi hapa watakuja kumshambulia Hersi hapa. Si hapo kitawi kimoja kiko mjini hapa. Kwa leo hivyo, lazima kwamba waliko jamani mheshimu watu wanaoleta matokeo. Na chaguzi ni matokeo. Hii sio redio ya diski kila mtu ajaribu kocha waka nyingine. Kocha. CD haijakwaruza pale Young Africans. Wana project ya uwanja. Acheni watu wanaofundishwa kukosoa maheri. Unajua kukosoa heri? Alisema ndani ya miaka 4 atajenga. Kwani hana mpango wa kujenga? Mbona mwaulizi? Unajua sometimes unabidi tuelimishe watu. Alisema atajenga, kwani kaua huo mpango wa kujenga? Lini Hersi kasimama akasema uwanja nimeuachana nao, wazao mmoja wewe tutuambie utajenga? Alisema atajenga ndani ya miaka 4. Haya, yupo ndani ya miaka 4 na huo mpango wa kujenga hujaondoka na mikakati yake iko wazi. Kaacha kujenga. Hiyo ni hoja. Kwani ulivyosema utahamia nyumba apartment nzuri, hujahamia ile wazo lako la apartment limeisha, unasema sasa sihamii tena apartment. Ni hoja ambazo za kuulizwa na vijana ambao ufahamu mdogo kwenye leadership wisdom. Alisema miaka 4 atajenga, kasema tena ameacha kujenga ili tumuoji kwamba umehamishaje ajenda. Umeelewa vema Sasa hawa ni vijana ambao wakati mwingine hizi chaguzi wanataka wajifunze hoja za kujenga kwenye uchaguzi. Mtu akisema unataka kumoji sio kashindo kwamba maana mimi nimesema alisema atajenga uwanja na bado mpango wake wa kujenga huko wazi. Kwani kuchelewa ni kushindwa? Kwa hiyo ukichelewa kuoga uogi. Si ndio maana yake? Nafikiri watu wafahamu haya mambo. Kwa hiyo mimi nimejaribu kusema hivyo katika muktadha huo wa uchaguzi wa Young Africans ambao naamini kampeni wamemaliza siku hiyo jana. Na nitashangaa kweli kama nitaiona kamati tendaji na sura mpya. Nitashangaa kweli, nitawachanga. Wanaenda kuwapima ujinga wanachama. Na ninavyowafahamu Yanga sio wajinga wa kiwango hicho. Wale wanachama wa Yanga hawana ujinga wa kiwango hicho. Wengine watapata surprise tu kufahamika na wengine wanaombaga kugombea tu hizo nafasi na mimi niingie kwenye mfumo. Jina langu walione. Unajua kutata kwenye siasa. Na mimi jina langu walione bwana. Walione iko hivyo. Nikushukuru sana. Asante.